Imekuwa ikifanyika kwa sababu kwa muda wa wiki mbili zilizopita mkulima mwingine aliweza poteza ng'ombe mbili. Wiki ingine tatu zilizopita tuna mkulima aliweza kupoteza mbuzi. Wiki moja iliyopita kuna mkulima amepoteza kuku. Kwa hivyo huu ni jambo ambayo imekuwa ikitendeka hii maeneo, na saa hii tumeanzisha msako mkali kwa sababu tunaona ni wageni ambao tumeshika. Lakini ni kama kuna watu wa karibu wanaoshirikiana na magenge ili kufanya huu uhalifu. Huyu mtu kulingana na sisi ama kulingana na vile tulivyomhoji ni mtu ambaye anatoka kaunti ya Kiambu na ni Mugikuyu. Lakini tunaona kuna wale watu ambao wanafanya mipango nao wametoka hii eneo ya Mikuyu, na kwa sababu wako hospitalini tunajua kwamba polisi wakianza kumhoji na watu wa DCI tutaweza pata majina ama namba yake ya simu yake, kwa sababu tuliichukua. Nafikiri ikifanyiwa utafiti tutapata nambari ambao zinatumika kutoka humu. Kulingana na tukio la leo, ningependa kutoa onyo kwamba watu ambao wanahusika na magenge ya uhalifu ya wizi wa ng'ombe na mifugo katika kaunti ya Machakos, sisi serikali imejitolea kabisa kwamba itapambana na magenge. Kwa hivyo tunaomba wananchi walio na habari kuhusu ya magenge wajitokeze, watoe habari kwa vyombo vyote vya serikali na za usalama, ndiposa tuweze kuangamiza magenge, kwa sababu wanaangamiza biashara yetu ya kilimo hasa cha mifugo. Nashukuru wenye nchi ama wakaazi wa Mikuyu na kwa Mau na maeneo ya karibu, kwa sababu waliweza kujitokeza kwa wingi na tukaokoa hizo ng'ombe ambao zilikuwa zimebebwa. Miongoni mwa ng'ombe 13 zilikuwa zimebebwa, 4 zilikuwa zimewekwa kwa hiyo gari ambazo zilinusurika. Tukapata mwenyewe ambao ni mkulima tunayemjua ambaye ametoka katika kijiji ya Mikuyu ya juu, na tukaweza kumpatia hizo ng'ombe. Pia tunashukuru polisi waliweza kufika na tukasaidiana katika hali ya uokoaji, na tunashukuru sana. Ningependa kutoa wito kwa wananchi hasa wa eneo langu kwamba wakati huu kumekuwa na wizi mwingi, kwamba tukisikia shida usiku ama tukisikia mtu ambaye analia kwamba usaidizi apewe, tuweze kujitokeza kwa wingi tukaweze kuokoa ng'ombe zetu, kwa sababu saa hii kuna watu ambao wanapenda kufanya hii kazi ya wizi na wanafanya kazi mbaya kwa sababu wanavuna mahali ambapo hawakuweza kupanda. Pia ningependa kutahadharisha wananchi kwamba wanapo jambo kama hii inapotokea, hakuna haja ya kuchukua sheria mikononi. Huyo mtu tumlete kwa sheria ndio tuweze kupata wahalifu zaidi, waweze kukutana na sheria na waadhibiwe, ndio tuweze kuishi kwa nchi ambayo ni salama, ambayo haina wahuni. Asubuhi ya kuamkia leo mwendo wa saa 9:30 niliweza kupata simu kutoka kwa mwenyeji kwamba ng'ombe zake zimeibiwa, ambapo pia majirani wawili walinipigia simu na wakaniambia kuna ng'ombe zimeibiwa, na zimeibiwa zote ng'ombe takriban 13. Niliweza kuamsha watu wangu wa community policing na wa nyumba 10, ambapo tulianza msako mkali. Lakini baada ya dakika kama 10 nilipata simu nyingine kwamba kuna magari imetokea katika eneo la Mikuyu juu ikiteremka kwenda Mikuyu ya chini kupitia barabara ya Katelembo School of Excellence mpaka kwa Mau, ambapo niliweza kutoka na pikipiki yangu nikiandamana na ndugu yangu na mfanyikazi. Basi tulipokuwa tunatokea kwa mlango tuliona gari 3 zikipita. Moja ilikuwa pikipiki na gari ingine ndogo nyeusi aina ya Fizz, na gari ingine ambayo ni Nissan Vanet ambayo ndio ilikuwa imebeba hizo ng'ombe. Hizo za mwanzo kwa sababu zilikuwa zimetembea mwendo wa kazi, tulifuata hiyo gari ya Nissan Vanet ambayo iliweza kutembea, na baada ya dereva wake kuona kwamba amezidiwa na sisi tunamfuata na pikipiki kwa mwendo wa kasi, aliweza kutoka katika sehemu ya daraja tunaita kwa Katumo, ambapo aliweza kutoka na kukimbia na akaacha gari yake hapo. Basi tuliweza kuchukua funguo za ile gari na tukawa kwamba tumeidhibiti haiwezi kwenda, na dereva akapitia kwa maji, akaogelea, akaenda mpaka soko ndogo ya kwa Mau ambao ndio kitengo inafanya biashara hapo kwa Mau, na ambapo alienda kwa hoteli akaanza kuitisha chai. Niliweza kufahamisha watu ambao walikuja kwa wingi ambao walikuwa na hasira na amaki, ambapo tuliweza kutoa zile ng'ombe na wakaanza kukatakata ile gari hadi wakaiweka moto. Niliweza kufuatilia yule mshukiwa ambaye tuliweza kumshika, na wenyeji ambao walikuwa na hasira waliweza pia kumchapa, lakini kwa usaidizi wa polisi tuliweza kumuokoa na akapata majeraha makubwa. Saa hii amelazwa katika hospitali ya Machakos level 5
huku uchunguzi zaidi unapoendelea. Akaniambia mali yangu ambao walinzi ni watoto wangu ndio walilinda hiyo mali, akaniambia imeibiwa. Na wakanieleza ni mobilize watu vijana wangu. Sasa kutoka hapo nilipoambiwa ng'ombe zimeibwa zote, na yeye maana yake hiyo wizi umekuwa ukiendelea. Wizi ulikuwa ukiendelea pale area hii, wizi ni mwingi. Akaniambia ni mobilize watu ndio tunini. Alafu nikaeleza kijana wangu anaitwa Onesmus Chalo, ambao ndio mali ndio anachunga pale na ndio kama mali yake. Wizi umezidi katika area hii ya Mikuyu na Kimakimwi Kimutwa. Surrounding wizi umezidi. Majuzi waliiba ng'ombe zingine, wakaja kapitisha hapa, wakaenda kupandisha ng'ombe hizo zao kule FTC. Walichukua hizo. Kwa hivyo hiyo ilipatikana juzi si samani. Wakati kulikuwa kunanyesha, ilifuatwa foot trucks, watu walifuata. Kwa hivyo tungeuliza serikali na kina media, hii mambo mchangie kabisa kuonyesha vile serikali muone vile wanaweza kutusaidia. Mobilize serikali, vigilante, maana yake tumekuwa taabuni. Tungependa kupata msaada wa serikali na kina media nyinyi. Muwe mkihighlight vitendo kama hivi na muone vile mnaweza kutusaidia. Nafikiri mkiendelea hivyo na tukijoin hands itakuwa pengine hii kitu itakoma. Kwa hivyo tumeshukuru kufika kwenu na kuchukua hiyo message. Asante. Ege Nadia. Okay. Unasema itakuja kwa news? Saa ngapi? Jioni. Leo siku kulikuwa na wizi uliendelea wa ng'ombe, lakini tulifanyikiwa kupata gari yenye ilikuwa imebeba ng'ombe. Bahati nzuri na kijiji wote walitoka wakaishika kabla ifike main road kwa Mwang. Ilishikwa, ilipatikana imebeba ng'ombe 4, na kwa sababu wananchi walikuwa na uchungu mwingi juu ya huo wizi umeendelea sana katika kijiji. Hiyo gari imechomwa kabisa ikaisha, na ng'ombe zikatolewa zikarudishwa kwa mwenyewe. Alafu serikali ilikuja confirm chenye kiliendelea. Baadaye mwizi mwenye alitoka akimbia alishikwa na wananchi na alipigwa, mwishowe akachukuliwa na serikali. So tuko na uchungu mwingi sisi kama wananchi wa area hii ya Mikuyu kwa Mwang juu wizi umeendelea sana. Umeendelea sana. I think last week but one walibeba
ng'ombe pande ng'ambo ile ingine, wakabeba ng'ombe 4. Tulifuatilia tukapata wamezibebea eneo linaitwa People's Park Machakos, ndio walibeba na pickup. So tunaulizia serikali iendelee kushika mwananchi mkono, tuungane pamoja tumalize uwinzi wa ng'ombe, kwa sababu unafanya boma mingi zikuwe maskini. Actually watu walipiga duru, sasa kila mtu akatoka. So tukakuja tukafumania hiyo gari. Walitoka wakakimbia, lakini wakaacha gari. Gari yenye ilikuwa imebeba hizo ng'ombe, ilikuwa imebeba ng'ombe 4. Thank you. Nice. Astano. Na itu ta ka kwa na itu to sia tika mbao so bo ka to be ko ya na unu ta ka ka kwi ko ti ma na yu mo bo la tu na mo. Wizi. Asante. Kaka kwa kata ibe la ikoma kwa ka gani sana ugeze yaona tandu maro ito wote. Ni mbaya. Huko na property yako mtu anakuja kuiba. Iga kwa mwe bwi ndi tieki. Amnana. Yeah. Hey chief. Yes. Ni wapi kie? Ne bigie. Wacha hiyo wape background nzuri, hii ni skiraoni ya serikali. Digita aisia. Kwa uke vale level 5 kaibe baki. Lakini huwa gwita ng'ombe 4. Wewe mtu aje. Ingie 13 na hiyo baadhi yake gari ila una nzeo. Amejiokoa amepita huko mwao sana. Ni sawa.